26 kwa mgeni rasmi katika mahafali ya 7 shule Uria Sekondari Mapambanio, mahali Mapambanio Open Hall, siku ya Jumamosi tarehe 18 mwezi wa 4 2026. Ndugu mgeni rasmi, ndugu mkurugenzi wa shule, ndugu mkuu wa shule, ndugu walimu wa taaluma, ndugu walimu, ndugu wafanyakazi wasio walimu, ndugu wazazi na walezi, ndugu wanafunzi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kushukuru kwa kukubali ombi la kujumuika nasi siku ya leo. Ndugu mgeni rasmi, utambulisho. Sisi ni wanafunzi tunaosoma masomo ya miaka miwili, yaani kidato cha 5 na cha 6 kwa mwaka mmoja tu. Kwa kufanya hivyo tunaokuwa na muda pungufu gharama za masomo kwa mwaka mzima. Mapambanio Open School imeanza mwaka 2019 ikiwa na wanafunzi 8 na walimu na wafanyakazi 8. Kadri tunavyotoa huduma nzuri, tumefanikiwa kufika wastani wa wanafunzi 158 kwa jumla kwa mwaka kwa kidato cha 2, cha 4 na cha 6. Sisi kidato cha 6 mwaka huu tulianza masomo yetu ya kidato cha 5 mnamo mwaka 2025 tukiwa jumla ya wanafunzi 8, ambapo idadi ya wasichana ni 2 na wavulana 6. Kadri tulivyoendelea na masomo, idadi ya wanafunzi iliongezeka kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo baadhi ya wanafunzi kuhamia katika shule yetu kutoka shule mbalimbali kwa ajili ya kupata huduma bora ya elimu. Mpaka hivi leo tunahitimu wanafunzi 17, yaani wasichana 11 na wavulana 6. Ndugu mgeni rasmi, furaha yetu, tunayo furaha na fahari kubwa kuhitimu kidato cha 6 wakati ambao shule inaadhimisha miaka 8 tangu kuanzishwa kwake. Nasi kama sehemu ya mafanikio yake tumefanikiwa sana. Tukiwa hapa shuleni tumeweza kupata mafanikio makubwa kitaaluma, kijamii na kiutamaduni. Shule imefanikiwa kutupatia elimu bora inayokidhi viwango vya hali ya juu na mahitaji ya jamii. Hivyo tunayo budi kushukuru uongozi wa shule, walimu wetu, wazazi, walezi, wafanyakazi wasio walimu na wote waliotuwezesha kwa namna moja au nyingine kufanikisha jambo hili tukufu. Ubora huu wa elimu umetokana na uwepo wa walimu wa kutosha na wenye sifa madhubuti, mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekuwa moja ya shule zinazofanya vizuri katika mfumo huu wa elimu ya watu wazima kwa walioikosa katika mfumo rasmi. Mwaka 2025 wanafunzi wote waliofanya mtihani wa kidato cha 6 wamefanikiwa kujiunga na vyuo mbalimbali vya elimu ya juu katika fani mbalimbali. Hii inatupa hamasa sana na sisi ya kujiunga nao huko juu. Kwa upande wa chakula na malazi, uongozi wa shule umetupatia chakula bora na chenye hadhi ya juu sana ambacho kimetusaidia tuwe na afya njema. Tunashukuru pia kwa uongozi wa shule kuanza kutoa huduma ya hostel kwa wanafunzi wa shule za jirani wenye changamoto ya uangalizi wawapo nyumbani kwao. Tunaombea viongozi wa shule wapate uwezo, wapambanue zaidi ili hosteli iweze kutuhudumia wengi zaidi. Tukiwa hapa shuleni tumekuwa tukihimizwa kushiriki kikamilifu katika shughuli za michezo na burudani kama mpira wa miguu, rede na riadha. Katika kutilia mkazo suala la michezo, shule imetupatia vifaa vya michezo vikiwemo mipira na kutuandalia michezo ya kirafiki. Ndugu mgeni rasmi,
Shule imeweza kutujenga katika misingi ya kiimani na kinidhamu ya hali ya juu kwa kuwapa fursa wanafunzi na wafanyakazi wote wa madhehebu mbalimbali yaliyoko hapa shuleni kushiriki kikamilifu katika ibada kulingana na imani zao, ikiwemo uwepo wa eneo maalum la kusalia kwa upande wa Wakristo na Waislamu kuruhusiwa kwenda msikitini wakiwa chini ya uangalizi wa uongozi wao. Mathalan, walimu na walezi wetu wamefanya kazi kubwa katika kutufunza maadili mema. Kwa maana hiyo, tunashukuru na kuahidi kwamba tutakuwa mabalozi waaminifu katika taifa letu na mfano mzuri kwa vijana wenzetu na jamii kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Tunakumbwa na changamoto ya upungufu wa madarasa bora ya kusomea, maktaba bora, maabara bora kwa ajili ya masomo ya vitendo na vifaa bora vya michezo. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuwahusia wanafunzi wa AGWA, yaani wanaobaki shuleni kwa kama ifuatavyo. Mosi, kuweka bidii katika masomo yao. Pili, kuonyesha nidhamu kwa walimu wao na wafanyakazi wasio walimu, wakubwa na wadogo, kwa ajili ya maendeleo yao ya kitaaluma na kijamii. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba uongozi wa shule, mbali na kutoa elimu ya darasani, pia wale wanaohitimu kidato cha 4 wapewe elimu ya nini wanaweza kufanya wanapobahatika kufaulu, wafanye nini. Waelekeze kujiunga na kozi mbalimbali za fani, ikiwa ni pamoja na kupewa chaneli za kupitia kuliko kukata tamaa. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na kuandaliwa vyema na walimu wetu makini, shule yetu kwa ujumla, tunawaahidi kwa dhati kuwa sote tutafanya vizuri sana katika mitihani yetu ya mwisho, na inatupasa kuwa mfano wa kuigwa kwa wanafunzi wenzetu. Tunaahidi ufaulu wa daraja la kwanza na la pili tu kwa mtihani unaotukabili. Tunaomba Mwenyezi Mungu hatupe siha njema, hatulinde, hatubariki na tufanikishe katika malengo yetu. Ndugu mgeni rasmi, tuna matumaini utatusaidia kwa hali na mali upatikanaji wa mahitaji yetu yaliyotajwa ili kuongeza ufanisi bora zaidi katika shule yetu. Tunashukuru kwa kufika kwako. Mungu apongeze katika shughuli zako na ujenzi wa taifa letu. Asanteni sana kwa usikivu wenu makini na karibuni tena Mapambanio. Imeandaliwa na wanafunzi wa kidato cha 6 mwaka 2026 shule huria ya Mapambanio. Imesomwa na Doreen Phineas pamoja na Idrisa Makuu. Mapambanio hoye! Mapambanio hoye! Hali yote, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima na afya, lakini pia hongereni, mmependeza sana. Hongereni sana na tunaombea mtihani yenu kwenye vizuri na mfaulu na mtafika mbali. Mheshimiwa Mkurugenzi Mapambanio Open School, mkuu wa shule, kidato cha 6 wanaomaliza, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kunialika kuja hapa kwa nafasi ya mgeni rasmi. Nashukuru sana, kwani mlikuwa ni mngechagua watu wengine, lakini nimeona ni bora mniite mimi kuwa mgeni rasmi kama mwalimu na kama kiongozi mwakilishi wa taasisi kama ilivyotambulishwa. Nimefurahi sana na Mungu awabariki sana. Lakini wale wote pia tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumesema. La pili pia tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu, kwa kuitunza nchi yetu katika hali ya amani. Maana bila amani leo hii tusingekuwa na furaha na tusingekuwa na mapambano. Kila mmoja angekuwa na lake. Kwa tushukuru pia kwa hilo, muombe Rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania. Asante kwa hilo. Nawapongeza sana walioandaa yote haya yaliyofanyika hapa ukumbini, nikianza na uongozi waliotumbuiza. Wamefanya kazi bora kubwa kabisa. Zipo taasisi kubwa kabisa kuliko hii, lakini zinashindwa kuandaa jambo kama hili. Hongereni sana mkuu wa shule pamoja na timu nzima. Naona mkifanya vizuri zaidi siku za usoni,
Kwa hakika mnatangaza shule yenu vizuri. Nimeona watu wenye vipaji vya kuimba, kuigiza. Nimefurahi pia kuona mchanganyiko wa rika jinsia kwenye kuonyesha vipaji vyenu. Na wapa challenge wasichana, next time na wakati mwingine ujao muwe wengi zaidi, kwa nafasi zenu nyingi kwenye taasisi mbalimbali. Na hasa pia ubaharia, wanawake wapo. Karibuni sana kwa ubaharia. Licha ya kuandaliwa kwa makini, pia imeshiba risala yenu, imejosheleza. Nimesikia kuhusu faulu na wanafunzi waliopita, nimefurahishwa sana. Natumaini vijana wa timu leo mmezingatia yanayofundishwa na walimu wenu. Na imani mtafanya wonders, na tunaona elimu ya juu baadaye. Tutahitaji katika chuo chetu cha ubaharia Dar es Salaam Maritime Institute. Karibuni sana. Pia nimefurahi kusikia kwa kumbe kwa miaka mitatu imewezekana mkasoma na kumaliza elimu ya sekondari, na ndani ya mwaka mmoja unaweza kusoma na kumaliza kidato cha 6. Hii ni neema, kwani unaokoa gharama na muda pia. Changamoto nimezisikia. Nimesikia kuhusu uhaba wa madarasa, maabara pamoja na hostel. Pia ni changamoto kwa taasisi nyingi na ni jambo linaloweza kuisha polepole. Lakini kama mgeni rasmi, ninaahidi uongozi wa shule nitatoa tofali 500 kwa ajili ya mchango wangu. Na hasa viongozi wa shule wajaribu kuzingatia taasisi mbalimbali pamoja na serikali ili kupata usaidizi zaidi kwa umma na moja ama lingine, na pia tutawasaidia tunapohitajika msaada. Mkuu wa shule, milango iko wazi, tuweze kusaidiana kufanya shule yetu Mbanio iwe bora zaidi, iwe namba 1. Kuhusu swala la michezo, nalo jambo jema kabisa na vyema, naahidi kutelekeza sehemu ya mahitajio kwa kusudi kununua jezi pamoja na mipira miwili. Nitanunulia na kuwapatia mwalimu. Mimi napenda michezo na kufanya kazi na timu ya michezo, na vijana wangu nimewaandaa timu ya michezo, wengine mmewaona mchacheza nao. Napoishi mtani kwangu na timu ya michezo, napo gereji yangu ya gari inakopeleka na timu ya michezo, zote nazimiliki mwenyewe. Kwa hiyo nina imani Mungu ataniwezesha, nitaleta jezi haraka zikanavyo na mpira. Na siku ya mechi nyingine naomba niwepo. Nialike sana. Lakini pia nina kipindi ambacho nakiendesha katika mtandao wa kijamii kinaitwa Safiri Salama na Mikebu. Nitakitumia kipindi hicho kutangaza shule ya Mapambanio. Hiyo ni hadi mojawapo, tutaitangaza Mapambanio popote tulipo ili wapate uelewa zaidi ya Mapambanio ni nini na inafanya kitu gani. Na washauri wanafunzi wote, wahitimu wote, kuna chuo cha bahari Dar es Salaam Maritime Institute. Ni chuo ambacho kinapika mabaharia. Nimesema mabaharia wanawake wapo. Kwa hiyo ni fursa pekee, mkimaliza mkonana mkuu wa shule, niko tayari kutoa ushirikiano. Nimeshakaa chuoni pale, nimefundisha toka mwaka 2008 mpaka sasa hivi. Najitolea kusupport vijana. Hivyo basi, kwa wanaopenda ubaharia, kuna kuendesha meli, kuna mainjinia wa meli, kuna watu kukia mizigo bandarini. Kwa kazi ziko nyingi baharini, na kazi ziko nyingi, tunahitaji vijana wengi. Kwa milango iko wazi mwalimu, nitafurahi kuona ametoka baharia kutoka Mapambanio. Ukimaliza form 4 unaruhusiwa kusoma baharia. Ukimaliza form 6 unaruhusiwa kusoma baharia. Jitahidini masomo ya sayansi, tunaangalia sana sayansi upande wa captain na upande wa engineer wa meli. Ila fani zingine pia zipo ambazo sio masomo ya sayansi. Kwa hiyo naomba mjitahidi. Mkihitaji milango yangu iko wazi. Mwalimu asana nayo, nitawasaidia mpaka kuunganisha na chuo cha DMI. Karibuni sana. Na mwisho namalizia kwa watakaopenda na kujiunga na ubaharia. Nipo pia katika bodi ya Mission to Seafarers. Ni bodi ambayo inasimamia masuala ya kusaidia mabaharia duniani ya kiroho na huduma za kawaida zingine. Kwa hivyo kwa wale watakaopenda kujiunga na ubaharia, nitatoa nafasi pia kama katibu wa bodi ya Mission wawe members pale. Ukiwa members wa bodi, huduma za vinywaji na vinginevyo, swimming pool huwa unalipwa nusu ya kile kiwango. Kama soda shilingi 1000 unalipa 500 wewe na familia yako. Kwa hiyo pia nitaitoa kwa Mapambanio hiyo ofa. Mkiwa tayari karibuni, milango iko wazi. Na sina mengi, niwatakie mtihani mwema form 6 na wazazi pia niwapongeze.
Nawatakia Mungu awabariki ulichokifanya. Mmetengeneza bondi. Mimi mwenyewe nimetokea mazingira ya kimaskini, lakini miongoni mwao nikawa mmojawapo. Mwaka 2020 nikaongoza mission ya uokoaji Msumbiji, nikiwa kama captain wa meli, nikiwa na crew wa Tanzania wote, na ambao vijana wakubwa na miaka 25, 26, ni si kidogo makapteni wenye umri mkubwa. Kwa hivyo naamini kwamba tukiwaka njia wengine, tukiwapa njia vijana wanaweza. Kama niliweza nikaokoa watu 5,000 Mozambiki, mtashindwa nyinyi vipi? Kwa hiyo niombe kwamba vijana, milango iko wazi. Muombe Mwenyezi Mungu awasaidie, afya njema. Tupambane, tutafika mbele, tuko tayari kwa support. Asanteni.